Nilipofika Dar es Salaam, kama ulifuatilia ushuhuda wangu, kazi ya kwanza kufanya ilikuwa ni kusafisha vyoo. Kwanza nitangulie kuomba ridhaa yako tutakipiana kwa kutumia shoti clip hii kwa ajili ya utukufu wa Mungu katika kile ambacho mama yetu Upendo Mkono anaweza kupitia kwenye maisha yake, hasa kuzingatia mwezi huu ni mwezi ambao Mungu amemkumbuka kwa namna kubwa sana. Mimi ni mchungaji na hapa nilipo ni saa 9 usiku. Imani saa 9 usiku nimekuwa katika hali ya kuweza kuomba, lakini pia na kumshangaa Mungu katika ukuu wake. Nimekutana na hii klipu ya ushuhuda wake, ikanibidi niseme kitu usiku kama huu kwa ajili ya mwana Mungu mmoja ambaye inawezekana amekata tamaa bila aliko, anajiuliza maisha yake itakuwaje. Na chakula ikawa ni shida, inabidi nile mara moja na watoto na nini. Yani ukichemsha viazi ni asubuhi mpaka jioni, maana huna tumaini. Bora viazi vikae hapo na maji naweza kusaidia. Na wakati nipo naendelea na kazi, Mungu akaendelea kunipandisha polepole. Mungu akanisaidia, akaniinua kupitia mchungaji wangu ambaye sasa aliitwa na Bwana, lakini watu wanamfahamu, anaitwa Pastor Abel Olgenes. Amana Vijana Center. Yule ndio Mungu alimtumia mimi nikabarikiwa kupitia yeye. Kwa hiyo nilipopata huo wimbo, ilikuwa ni wakati ambao Mungu amenisaidia sasa ninaweza kupata chakula mara 3 kwa siku. Help us. Naweza kupata chakula, naweza yani kunywa chai asubuhi, na nikawa na matumaini ya kula mchana, na nikawa na matumaini ya kula usiku. Lakini sio hivyo tu, nikapata na kitanda, nilianza kupata godoro, baadaye Mungu akanipa kitanda. Ulikuwa ni muujiza mkubwa sana kwangu. Kwa hiyo nikaangalia, nikajiona mimi ni tajiri. Nikajiona yani Mungu amenifanyia kitu kikubwa, amenifanikisha. Ndio huo wimbo ulipokuja, mwambie Yesu anaweza yote. Yani hata kama hauna chakula, hata kama ndio unaona pale mwisho nimesema atakupa chakula. Yes. Atakupa mavazi. Wewe mwambie hivyo tu. Kwa hiyo Mungu alinitendea. So kile ulicho nacho usikione kwamba ni kidogo. Kuna mtumishi aliimba akasema ni sasa kuimba kwa kisasa ndio kuna nishinda, lakini aliimba akasema sinenene hatua moja ndipo niseme. Ni nani huyo mtumishi? Paulo nani? Wewe Paulo Clement, kwa nini unafanya vitu vya kisasa sana? Unasumbua kina mama wewe. Mwaka nyama wewe. Usisubiri hatua 5 ndipo useme. Oh yes. Kuwa na moyo wa shukurani. Ako ulikopata ni kakubwa. Ndio. Mshukuru Mungu kwa hacho, kwa sababu Mungu anapenda moyo wa shukurani. Moyo wa shukurani, unapomshukuru Mungu anaongeza na vingine. Angalia kule Yesu alikonitoa mpaka kufika leo. Shukuru Mungu hata hicho ulicho nacho. Una nyumba ya chumba kimoja na sebule, mshukuru Mungu. Kwa sababu wakati wewe unaacha kushukuru, mwingine ndo yuko anaomba Mungu nipe kiwanja. Ndio. Sasa wewe umeshapewa chumba, unaijua bei mpaka ya tofali. Mshukuru Mungu hicho ulichopewa. Moyo wa shukurani Mungu anaupenda. Ndio Bwana. Shukuru Mungu hivyo ulivyo. Haleluya. Amen. Umeumbwa rangi yako, jikubali.
Jikubali. Jikubali. Mimi kuna wakati bwana, sijui ni kuingia mjini unazuzuka. Basi nikaanza kukaza mkono kidogo. Kaza mkono. Kusugua. Watu wakasema we. Urudie tena. We. Kwenu kuna mweupe? Oya, mnaokaza mikono. Tunakujua wewe. Tunakujua wewe. Na babako tunamfahamu. Yaani tunakujua mpaka kwenu Majengo, Kigoma. Umesoma Katubuka shule ya msingi. Pale Mwenge. Tunakujua. Hakuna mweupe kwenu. We. Mungu anaweza kuongea na wewe kupitia watu. Ndio. Usipuuze. Kapata comment nikachambwa. Yaani mtoto mdogo anakufokea. Yaani anakufokea kabisa, mtu mzima mimi nafokewa. Basi nakubali. Bwana Yesu apewe sifa, mwana Mungu, na kusalimu kupitia jina la Yesu Kristo mahali popote pale ulipo. Kwanza nitangulie kuomba ridhaa yako utapiana kwa kutumia shoti clip hii kwa ajili ya utukufu wa Mungu katika kile ambacho mama yetu Upendo Nkone hakupitia kwenye maisha, hasa kupitia mwezi huu. Ni mwezi ambao Mungu amemkumbuka kwa namna kubwa sana. Mimi ni mchungaji na hapa nilipo ni saa 9 usiku. Saa 9 usiku nimekuwa katika hali ya kuweza kuomba pia na kumshangaa Mungu katika ukuu wake. Nimekutana na hii clip ya ushuhuda wake, ikanibidi niseme kitu usiku kama huu kwa ajili ya mwana Mungu mmoja ambaye inawezekana amekata tamaa bila liko, anajiuliza maisha yake itakuwaje. Ikiwa mama yetu Upendo Nkone aliwahi kufanya kazi, yani kuajiliwa, kwa maana kwamba kusafisha choo, lakini pia ikiwa amewahi kuishi maisha ya kukosa mlo, yani anakosa mlo, watu kwa siku wanakula siku 3, lakini kwake mlo ilikuwa ni shida na ana watoto. Ikiwa alikuwa hana hata godoro, yani ameajiriwa kusafisha choo, kwanza ametoka Kigoma ameingia Dar es Salaam, hana jina, hajui itakuwaje, lakini anapata kazi ya kuweza kusafisha choo, hana uhakika wa kula, yuko na watoto, anamwamini Mungu, anasimama na Mungu, na huyo Mungu ambaye amesimama naye hakumuacha, anamuinua katika kiwango ambacho leo hii mimi na wewe tumefika kuweza kumfahamu. Hii inatuzidishia kwamba Mungu yupo kwa kila anayeamini na kwa kila anayeamua kusimama na kubaki. Jamani, unajua ni maajabu kutoka kwenye kusafisha choo. Leo hii niseme dunia imesimama, dunia imeitisha, dunia imeweza kuchanga kwa ajili ya kuweza kununua gari la usafiri kwa ajili ya mama. Lakini ukiangalia historia yake ni historia ambayo kiukweli ni ngumu, yenye mapito magumu, lakini amesimama na Mungu kwa uaminifu. Mungu anamuinua kwa kiwango hicho ambacho mimi najiuliza, na wewe lazima uwe na kitu cha kujifunza hapa. Kama mama yetu Upendo Nkone amepitia haya na alibaki na Mungu, hakumwacha Mungu, kumbe mimi na wewe inawezekana. Kumbe mimi na wewe inawezekana kabisa. Nikusii Bwana, nikusii
wewe ambaye umetoa baraka zako, umetoa kiasi chako ambacho umekuwa nacho kwa ajili ya mama yetu huyu. Ni mama ambaye amebeba Mungu, ninaamini utanipa. Lakini na wewe nikusi unayepita kwenye wakati huu, wakati mwingine umekata tamaa, wakati mwingine unawaza pengine hata kujiua. Hebu angalia, kama mtu kapita anasafisha choo, leo anajia Mungu amemheshimisha katikati ya jiji ambalo wakati mwingine linasifika kwamba kuwa na maisha magumu. Mungu leo amempa kwake. Mungu leo ameinua watu wanaosimama kwa ajili yake. Niseme hivi, hakuna neno la mwisho. Kila anayeamini, maana yake atapokea sawa sawa na kuamini kwake. Ukiamini ya kwamba Mungu anaweza akafanya, na Mungu achelewe, ukabaki na Mungu, kusimama naye, Mungu atakwenda kukutendea. Hakuna aliyesimama na Mungu akamwacha. Kila aliyesimama na Mungu humpigania na Mungu humwezesha. Nami ninaona hata kwako Mungu anakuwezesha. Nami naona hata kwako Mungu anakusaidia. Nami naona hata kwako Bwana anafanya njia mahali hapana njia. Ni Mungu, ni mkono wa Mungu unaotenda yote haya. Manake yale ambayo unayaona yameendelea, yamezidi kutukia, ni mkono wa Mungu, wala sio kitu kingine. Ni Mungu mwenyewe. Ni kusimwa. Inawezekana ukaa kwenye stage ya kukata tamaa, unaona, lakini nikwambie hivi, Mungu yupo. Anasema hachelewi wala hawahi. Kwa tendo hili ni tendo la kumtukuza Mungu, ni tendo la kuappreciate kwamba Mungu yupo na anaweza akafanya chochote kwa kila mtu. Kwa kila mtu. Imani kutoka kusafisha choo. Leo hii Tanzania, dunia imesimama kwa ajili ya upendo. Hakuna trend mnaita trend yoyote ambayo inaendelea sasa kubwa katika nchi hii kama sio issue ya upendo. Na mimi niombe, shukuru dada Lesti Bura, Mungu akubariki sana kwa hiki ambacho Mungu pia amekupa na umeweza kukisimamia kwa na kumekuwepo na timu za kuweza kusaidia, lakini hakika utalipwa. Nami niombe kwa sababu baraka hizi zimetoka kwa Tanzania, kile umetoa kiasi kidogo kabisa, 5 ngapi. Niombe jambo hili ifanyike tua, na tua hii itapendeza sana. Kwenye tua hii baadhi ya majiji mama afike na gari, Watanzania waone kile ambacho kidogo alikitoa kikaenda kubadilisha maisha ya mama. Lakini pia Mungu amemtunuku kwa sababu ya heshima ya mtumishi aliyobeba kwa muda mrefu. Kwa kweli kuna kitu cha kuweza kujifunza. Hata kama umekata tamaa, amini ya kwamba Mungu yupo na Mungu anaweza kufanya chochote wakati wowote, kwa sababu yeye yupo na anatenda na anafanya na hajawahi kushindwa chochote. Kwa kila aminie, Mungu humtendea yaliyo. Nimeona nizungumze haya nikutie moyo wewe ambaye unapita kwenye wakati ambao wengine huelewi maswali mengi. Mungu atakuacha. Simama na yeye kwa uaminifu, atakutendea, atakuinua, kwa sababu ni Mungu zote. Kwa hiyo wana Mungu akubariki sana. Endelea kusimama na kuifanya kazi yake. Shalom, shalom. Nilipofika Dar es Salaam, kama ulifuatilia ushuhuda wangu, kazi ya kwanza kufanya ilikuwa ni kusafisha vyoo, na chakula ikawa ni shida, inabidi nile mara moja na watoto na nini. Yaani ukichemsha viazi ni asubuhi mpaka jioni, maana huna tumaini. Bora viazi vikae hapo na maji naweza kusaidia. Na
Wakati nipo naendelea na kazi, Mungu akaendelea kunipandisha polepole. Mungu akanisaidia, akaniinua kupitia mchungaji wangu ambaye sasa aliitwa na Bwana, lakini watu wanamfahamu, anaitwa Pastor Abel Olgenes. Amana Vijana Center. Yule ndio Mungu alimtumia mimi nikabarikiwa kupitia yeye. Kwa hiyo nilipopata huo wimbo, ilikuwa ni wakati ambao Mungu amenisaidia sasa ninaweza kupata chakula mara 3 kwa siku. Oh God. Oh God. Help us. Naweza kupata chakula, naweza yani kunywa chai asubuhi, na nikawa na matumaini ya kula mchana, na nikawa na matumaini ya kula usiku. Lakini sio hivyo tu, nikapata na kitanda, nilianza kupata godoro, baadaye Mungu akanipa kitanda. Ulikuwa ni muujiza mkubwa sana kwangu. Kwa hiyo nikaangalia, nikajiona mimi ni tajiri. Nikajiona yani Mungu amenifanyia kitu kikubwa, amenifanikisha. Ndio huo wimbo ulipokuja, mwambie Yesu anaweza yote. Yani hata kama hauna chakula, hata kama ndio unaona pale mwisho nimesema atakupa chakula. Yes. Atakupa mavazi. Wewe mwambie hivyo tu. Kwa hiyo Mungu alinitendea. So kile ulicho nacho usikione kwamba ni kidogo. Kuna mtumishi aliimba akasema ni sasa kuimba kwa kisasa ndio kuna nishinda, lakini aliimba akasema sinenene hatua moja ndipo niseme. Ni nani huyo mtumishi? Paulo nani? Wewe Paulo Clement, kwani unafanya vitu vya kisasa sana? Unasumbua kina mama wewe. Mwaka nyama leo. Usisubiri hatua 5 ndipo useme. Oh yes. Kuwa na moyo wa shukurani. Ako ulikopata ni kakubwa. Ndio. Mshukuru Mungu kwa hacho, kwa sababu Mungu anapenda moyo wa shukurani. Moyo wa shukurani, unapomshukuru Mungu anaongeza na vingine. Angalia kule Yesu alikonitoa mpaka kufika leo. Shukuru Mungu hata hicho ulicho nacho. Una nyumba ya chumba kimoja na sebule, mshukuru Mungu. Kwa sababu wakati wewe unaacha kushukuru, mwingine ndio yuko anaomba Mungu nipe kiwanja. Ndio. Sasa wewe umeshapewa chumba, unaijua bei mpaka ya tofali. Mshukuru Mungu hicho ulichopewa. Moyo wa shukurani Mungu anaupenda. Ndio Bwana. Shukuru Mungu hivyo ulivyo. Haleluya. Amen. Umeumbwa rangi yako, jikubali. Jikubali. Mimi kuna wakati Bwana, sijui ni kuingia mjini unazuzuka. Basi nikaanza kukaza mkono kidogo. Kaza mkono. Kusugua. Watu wakasema we. Urudie tena. We. Kwenu kuna mweupe? Oya, mnaokaza mikono. Tunakujua wewe. Na babako tunamfahamu. Yaani tunakujua mpaka kwenu Majengo, Kigoma. Umesoma Katubuka shule ya msingi pale Mwenge. Tunakujua. Hakuna mweupe kwenu. We. Mungu anaweza kuongea na wewe kupitia watu. Ndio. Usipuuze. Kapata comment nikachambwa. Yaani mtoto mdogo anakufokea. Yaani anakufokea kabisa, mtu mzima mimi nafokewa. Basi nakubali.